Je, unajua maana halisi ya amani ya moyo? Wengi wanadhani amani ni kuwa na pesa nyingi, magari ya kifahari au kuishi maisha ya anasa. Lakini leo kupitia simulizi hii ya kusisimua, utagundua kuwa amani ya kweli ni kitu kingine kabisa. Karibu katika Book Story, elimu ya wote, mahali ambapo simulizi si hadithi tu, bali ni darasa la maisha. Hii ni safari ya binti mrembo, Nelly, aliyekuwa na kila sifa ya mwanamke aliyekamilika, lakini alijikuta katika njia panda kati ya utajiri wa fedha na utajiri wa upendo wa dhati. Ni simulizi inayohusu usaliti, majaribu ya mwili, dharau za umaskini na ushindi wa ajabu wa mwanaume mmoja aliyeitwa John. Nini kilitokea pale Nelly alipolazimishwa kuolewa na tajiri wa Dubai na kumwacha John aliyemwokoa mikononi mwa majambazi? Je, John alifanikiwa vipi kulinda heshima ya Nelly hata pale alipopewa mwili wa binti huyo kwenye sahani? Na je, mama Nelly alikuja kugundua nini mwishoni? Usibanduke, keti karibu nami mwanzo mpaka mwisho wa mkasa huu, maana kila sekunde ina funzo ambalo linaweza kubadilisha mtazamo wako juu ya maisha na mapenzi. Kabla hatujaanza, hakikisha unabonyeza kitufe cha subscribe na kengele ya taarifa hapo chini, ili uwe wa kwanza kupata kila simulizi mpya tunayoweka hapa Book Story, elimu ya wote. Huu ni ulimwengu wa elimu, burudani na siri za dunia. Katika viunga vya mkoa wa Kigoma, palikuwa na binti mmoja mrembo aliyefahamika kwa jina la Nelly. Uzuri wake haukuwa wa mavazi tu, bali ulijipambwa na tabia ya upole, unyenyekevu na moyo wa huruma. Nelly aliishi na mama yake mjane, kwani baba yake alikuwa ametangulia mbele za haki miaka mingi iliyopita. Siku moja jua likiwa linazama, Nelly alikaa karibu na mama yake na kumuuliza, "Mama, mbona kila mwanaume anayenifuata anazungumzia uzuri wangu tu? Hivi mapenzi ya kweli ni yapi?" Mama yake alimtazama kwa jicho la busara na kusema, "Mwanangu Nelly, dunia ya leo imejaa mbwa mwitu waliovaa ngozi ya kondoo. Mwanaume anayekupenda kwa dhati si yule anayekusifia sura barabarani, ni yule atakayekuja hapa nyumbani, akapiga goti mbele yangu na kusema, 'Mama, namtaka binti yako kwa ajili ya ndoa.' Chunga sana mwili wako mwanangu, heshima ya mwanamke ni siri ya mwili wake." Siku iliyofuata, Nelly akiwa njiani kuelekea kazini kwake kwenye saluni ya kike, alikutana na kijana mmoja mchafu aliyekuwa ameishiwa nguvu na akiomba msaada. Alikuwa ni John. Watu wengi walimpita John na kumtupia maneno ya kashfa, lakini Nelly alisimama. Alimpa John chakula na pesa kidogo, huku akimpa maneno ya matumaini. John alitokwa na machozi na kusema, "Mungu akubariki binti, hujui ulivyonisaidia leo." Siku zilipita na usiku mmoja mbaya ulifika. Nelly alichelewa kufunga saluni. Akiwa anakatiza mtaa wa giza, alivamiwa na vijana watatu wahuni waliokuwa wamelewa chakari na kuvuta bangi. "Leo huchomoki mrembo, lazima utujue sisi ni nani." Mmoja wao alimvuta Nelly kwa nguvu. Nelly alipiga yowe, lakini hakuna aliyetokea. Ghafla, kijana mmoja alitokea gizani akiwa na rungu. Alikuwa ni John. Ingawa alionekana dhaifu, John alipambana kama simba. Aliwapiga wahuni wale hadi wakatawanyika. Nelly alitetemeka, lakini John alimshika mkono na kumwambia, "Usihofu Nelly, nipo hapa kukulinda." Tangu siku hiyo, Nelly aliamua kumsaidia John. Alimnunulia nguo mpya, akamtafutia sehemu ya kuishi na kumsaidia kuanza biashara ndogo ya kuuza nguo za mitumba. John alibadilika, akawa kijana mtanashati sana. Wanawake wenzake na Nelly kazini walianza kumtamani John. Walimwambia Nelly, "Yule kijana sasa hivi ni mzuri, mbona humtumii?" Nelly alitabasamu na kusema, "John ni rafiki yangu." Siku moja John alimfuata Nelly na kupiga magoti. "Nelly, ulinitoa jalalani ukanifanya nionekane mtu. Sina mali, sina dhahabu, lakini nina moyo unaokupenda kuliko chochote duniani. Naomba uwe amani ya moyo wangu." Nelly alilia kwa furaha. Alikumbuka maneno ya mama yake. Huyu ndiye mwanamume aliyemwokoa bila kutegemea mwili wake. Alimkubalia John, lakini akampa sharti, "Lazima uje kwa mama yangu." Wakati mapenzi ya Nelly na John yanakuwa, mama Nelly aliletewa habari na rafiki yake jirani. "Shoga yangu, kuna kijana yuko Dubai, ana pesa kweli kweli na anataka kuoa. Nimemwonyesha picha ya Nelly, amekubali." Mama Nelly alifurahia utajiri huo. Usiku alimuita binti yake, "Nelly mwanangu, mambo ya umaskini yameisha. Kuna mwanaume tajiri kutoka Dubai anakuja kukuoa. Sahau kuhusu huyo kijana wako John anayehangaika na mitumba." Nelly alihisi dunia imempasuka. "Lakini mama, mimi nampenda John." Mama yake alifoka, "Mapenzi bila pesa ni utumwa. Kama ni mwanaume, mwambie aje atoe posa kabla huyu wa Dubai hajafika." Nelly alimkimbilia John na kumweleza kila kitu. John alikuwa na huzuni kubwa. "Nelly, nina shida nyingine.
babu yangu aliyenilea amepoteza uwezo wa kuona. Daktari anataka pesa nyingi ili amfanyie upasuaji. Sina pesa za posa na za babu kwa wakati mmoja. Nelly bila kusita alitoa akiba yake yote ya saluni na kumpa John. Nenda kamtibie babu kwanza, posa itasubiri. Amani ya moyo wako ndo yangu pia. Babu alifanyiwa upasuaji na akaanza kuona tena. Siku moja akiwa hotelini na Nelly, John alizidiwa na hisia. Alitamani kumgusa Nelly lakini alijizuia. Nelly alitaka kumjaribu John ili aone kama kweli yeye ni mwanaume wa tofauti. Nelly alijilegeza na kutaka kumpa John mwili wake. John alisimama na kusema kwa sauti ya upole lakini yenye mamlaka, Nelly mpenzi, thamani yako ni kubwa kuliko dakika chache za starehe. Nakupenda sana na sitaki kuuharibu utakatifu wako kabla ya ndoa. Nataka kulala na wewe nikiwa naitwa mumeo, hapo ndipo nitapata amani ya moyo. Nelly alimkumbatia John akijua sasa amepata mwanaume wa kweli. Siku ya kutoa posa ilifika. John alikuja na babu yake pamoja na mshenga. Walipofika, mama Nelly aliwatazama kwa dharau. Huyu ndiye mwanaume anayetaka kumwoa binti yangu? Mbona unaonekana huna mbele wala nyuma? Yule wa Dubai ana magari na nyumba. Mama Nelly aliwafukuza kwa ukali. John na babu yake waliondoka kwa huzuni. Nelly alitoka chumbani akilia na kumwambia mama yake, "Mama, ulichofanya ni kosa kubwa. Huyu mwanaume ndiye aliyeniokoa nisibakwe na majambazi. Huyu ndiye aliyekataa kuugusa mwili wangu hadi niolewe. Huyo wa Dubai unayemsifia, je, amewahi hata kukuona? Je, anajua thamani ya moyo wangu?" Mama Nelly alikaa chini na kutafakari. Alikumbuka maneno yake mwenyewe kuhusu heshima na thamani ya binti. Aligundua kuwa John ndiye aliyetimiza vigezo vyote vya mwanaume bora. Alimuita Nelly na kusema, "Nisamehe mwanangu. Nilipofushwa na tamaa ya mali. Mpigie simu John arudi sasa hivi." Harusi ya Nelly na John ilikuwa ya kihistoria kijijini hapo. Sio kwa sababu ya utajiri, bali kwa sababu ya furaha iliyoonekana nyusoni mwao. John alimvisha Nelly pete na kusema, "Wewe ni utajiri wa moyo wangu." Miaka ilipita, wakabarikiwa kupata watoto na maisha yao yakawa ya amani na mafanikio makubwa. Na hapo ndipo tunafika mwisho wa mkasa wa Nelly na John. Simulizi ambayo imetufunza kuwa amani ya moyo haitafutwi kwenye pochi ya mwanaume, bali inatafutwa kwenye utu na uaminifu wake. Kwa wazazi mliotusikiliza leo, huu ni ujumbe wenu. Thamani ya binti yenu haipimwi kwa mahari kubwa au utajiri wa mume anayekuja. Msikimbilie mali za Dubai na kusahau utu wa mwanaume anayemthamini mtoto wenu. Kumbukeni, nyumba ya kifahari yenye machozi haina amani, lakini kibanda chenye upendo ni pepo ya duniani. Msimfanye binti yako kuwa bidhaa ya biashara, bali msaidie kupata amani ya moyo wake. Na kwenu vijana, wa kiume na wa kike, John ametufundisha maana ya kuwa mwanaume shujaa, mwanaume anayelinda heshima ya mwanamke hata gizani. Na Nelly ametufundisha kuwa binti mwenye msimamo na shukrani. Usidanganyike na anasa za muda mfupi zinazoweza kuharibu heshima yako. Linda thamani yako, maana hiyo ndiyo silaha yako pekee katika safari ya maisha. Siku zote kumbuka, amani ya moyo wako ndiyo maisha yako. Asante kwa kuwa nasi mwanzo mpaka mwisho wa simulizi hii hapa Bookstory, elimu ya wote. Kama simulizi hii imekugusa au kukufundisha kitu, tafadhali usiondoke bila kuacha like yako. Kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa ili uendelee kupata elimu na siri hizi za dunia tunazozileta kila siku. Mimi ni msimulizi wako, tukutane katika mkasa ujao wenye kusisimua zaidi. Bookstory, elimu ya wote, tunatunza utu, tunajenga jamii. Kwaheri.